Khaibil Rajabu Mbegete ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Buguruni. Wito wa kufungua mashindano haya uliupokea ukiwa wapi na umechukuliaje? Wito nimeupokea nikiwa ofisini kwangu kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi kata ya Buguruni, baada ya vijana kukaa kwenye vikao vyao na wakaleta wazo kwenye chama kuomba baraka za chama, nasi kama viongozi wa chama tukaliona ni jambo jema kwa makusudio na ukusudia kwenda kuyafanya ya kwenda kuhamasisha vijana wenzao waweze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, na wale ambao wamepoteza kadi zao waweze kuja kuzibadilisha, na ambao walikuwa hawajatimiza umri waweze kujisajili mwaka huu ili wapate nafasi ya kutimiza wajibu wao kuchagua viongozi wao ifikapo mwezi Oktoba. Kupitia taasisi yetu ya Umoja wa Vijana ambacho ndio chombo kinashughulika na vijana, tumewapa maelekezo pamoja na mashindano haya wanaendelea kushuka kwenye mashina, kwenye matawi kwenda kuwahamasisha vijana wenzao ili waweze kutambua wajibu wao wa kupiga kura kuchagua viongozi. Wasingoje uchaguzi umefanyika baadaye pengine kiongozi kachaguliwa ndivyo sivyo wanaanza kulalamika vijana. Si hatukumchagua yule. Sasa ungeenda kumchagua ndio ungetimiza wajibu wako. Sasa kama ulikaa nyumbani manake umeshindwa kuutimiza wajibu wako kama kijana. Neno lako ni lipi kwa wewe ni mgeni rasmi kwa dhamana kufungua mashindano haya? Neno lako ni lipi kwa waandaji, kwa sababu mashindano huwa yana changamoto nyingi sana. Inaweza kaishia njiani, mshindi anaweza asipatikane katika njia za haki, ukiachana na madhumuni ambayo yametajwa na waandaji. Neno lako ni lipi inakwenda kwa waandaji? Moja, nikiwa msimamizi wa shughuli za chama kwenye kata ya Buguruni na jumuiya zote, tulichowaambia viongozi wa Umoja wa Vijana wasiwe na upande. Wao kwa kuwa ni waandaji wabaki kama waandaji na watende haki kwa kila timu. Mwenye kupata haki yake ya kushinda ndio apewe haki hiyo, na aliyeshindwa akae pembeni. Kwa hiyo hilo tumewaelekeza kama chama na tunaamini watalitekeleza. Kwa maana wasipolitekeleza, chama hichi kina katiba, kina kanuni, kina miongozo ambayo huchukuliwa hatua kiongozi yoyote. Hata hapa akifanya makosa ya ovyo ovyo viongozi wa jumuiya, hatua zitachukuliwa. Shukrani. Jina langu naitwa Juma Dadi, mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Buguruni. Tumeandaa michuano ya kombe la ng'ombe kwenye kata yetu ya Buguruni kwa timu zinazotoka kwenye mitaa iliyopo kwenye kata ya Buguruni. Michuano hii inachukua timu 8 zinazotoka kwenye mitaa 4 ya kata ya Buguruni. Kwa maana kila mtaa kwenye kata yetu umetoa timu 2. Haki tuna mitaa ya Buguruni Madenge, Malapa, Kisiwani na Mivinjeni. Michuano hii lengo lake kubwa ni kuwakusanya vijana kwa ajili ya michezo, lakini kuwahamasisha kujiandikisha pamoja na kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Sisi kama viongozi wa jumuiya ya chama tunalo jukumu la kuhamasisha vijana kushiriki kwenye hilo zoezi, na ndio maana tumechukua wajibu huo na jukumu la kufanya mambo haya. Mashindano haya yanakuja kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Lengo alikuwa tu Ramadhani. Lengo kwa sababu huu mwezi wa 3 kuanzia tarehe 17 mpaka 23 ndio daftari la kudumu linakuja katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na kata Buguruni ipo kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam. Kwa sisi tumeona tuchukue jukumu hili kuhamasisha watu. Kwanza kupitia michezo, kwa sababu michezo tunajua inavuta watu wengi. Kwa wanapokuja ndio pale pale tunahamasisha pamoja na kutoa peperushi na vitu mbalimbali kuambia tarehe 17 tukajiandikisha. Zawadi mshindi pamoja na timu mbalimbali. Mshindi wa kwanza kwenye michuano yetu hii atachukua ng'ombe na mshindi wa pili atapata mbuzi. Nafikiri itakuwa na zawadi ya mfungaji bora inshallah. Vigezo vya kupata timu vilikuwaje mchakato? Kitu cha kwanza tulikutana na viongozi wanaotoka kwenye hiyo mitaa, alafu tukapendekeza kwamba kila mtaa utoe timu 2. Na target ilikuwa timu, kwa sababu kwenye mitaa kuna timu nyingi. Kwa hao viongozi wa matawi ama wa mitaa ndio wakafanya choice kwamba wakaziunganisha zile timu. Na ndio maana kuna hapo ukiangalia kuna timu kubwa ambazo zinatoka kwenye kata ya Buguruni zimecheza Ndondo Cup na zimefanya michuano mikubwa kama Black 6, Azimio na nyinginezo. Lakini tumezima majina yale, tukasema kwamba inawezekana tukafanya muunganiko. Watu wa Madenge ambao kuna Black 6 na Azimio wakatengeneza Madenge Combine pamoja na Madenge FC. Manake kuna timu nyingine. Ukiangalia kule Malapa kuna timu kama Uruguay imesumbua sana Ndondo Cup.
ila kwa sababu ya michuano yenyewe nature yake tunataka majina yale mitaa yetu, tukatengeneza Malapa Combine na Malapa FC. Hivyo hivyo ukienda Kisiwani kuna timu kama Wazawa, kuna timu kama Ghana Combine, zote hizo zimetengenezwa, yani mtaa mmoja hata kama una timu 8 unaunda timu 2. Kwa sasa wao wenyewe kwenye mitaa yao wakaenda kuchakata, wakatengeneza timu 2. Huu mkakati utakuwa ni endelevu au utakuwa ni umetokea kwa sababu ya mwaka huu? Hapana, huu sio mkakati wa mvua. Kwa safari hii tumeanza kwa sababu ya BVR, lakini pia tuna target hiyo michuano endelevu, kwa sababu tunafikiri baada ya michuano hii kwa Ramadhani itakapomalizika tutakuwa tuna ready kwa ajili ya kina dada, lakini nafikiri baada ya hapo umoja wa vijana, kwa sababu kitengo cha michezo kipo kinaainishwa kwenye kanuni yetu mambo ya michezo na utamaduni, ndio itakuwa tumezindua ya mambo kila mwaka tunaweza tukawa tunayafanya. Tuna mambo mengi ambayo tunayafanya, lakini mfano kupitia mambo ya utamaduni na burudani. Isipokuwa tu kwa sababu ya ufinyu wa maandalizi na mfungo huu unakuta kuna vitu havijafanyika. Lakini tunapita mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba kuhamasisha vijana. Hata hivyo juzi kati tulikuwa na zoezi maalum la kupitia mabalozi wa mashina, kukutana na vijana kuhamasisha kwenye kujiandikisha ili wapate haki ya kupiga kura. Na hasa kwa sababu sisi ni vijana wa Chama cha Mapinduzi, kuhamasisha watu kwenda kuchagua uongozi unaotokana na chama chetu. Kama ilivyo slogan yetu Dr. Samia mitano tena. Sawa, swali la mwisho kabla kuja kumleta mgeni rasmi. Matukio kama haya yanapotokea kipindi hiki 2025 yanahusishwa na uchaguzi. Huu sio mkakati wa kuandaa vijana wengi waingie kwenye Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kupiga kura ziwe nyingi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba? Ukiangalia kanuni yetu sisi, ukileta huko umoja wa vijana, ni ukisaidia chama kushinda katika chaguzi. Kwa jambo lolote ambalo litakuwa linafanywa na umoja wa vijana always litakuwa linarudi kwenye lengo la chama. Kwa kikubwa hapa watu wanakuja kwenye michezo, lakini na sisi kuvuna wanachama ni sehemu ya nafasi yetu. Ukitokea mtu anataka kuwa mwanachama, bahati nzuri tunao maafisa wetu tehama wa chama anaweza kusajiliwa. Zipo kadi za kidigitali hapa. Kwa hiyo pia tunawaita vijana kujiunga na Chama cha Mapinduzi na maafisa tehama tunao katika ile eneo. Asante. Fadiga Regele ni mwenyekiti wa mtaa Buguruni Mivinjeni. Kwanza kwa niaba ya wenyeviti wa kata ya Buguruni, wenyeviti wa serikali za mitaa, tunawapongeza Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa kuanzisha mashindano haya yanayolenga kuwakusanya vijana, lakini lengo kubwa ni kuhamasisha wananchi kujitokeza katika uboreshaji wa daftari la mpiga kura linalotarajia kuanza tarehe 17 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sisi kama wenyeviti wa mitaa, mashindano haya tumeyapokea vizuri na tunaipongeza Jumuiya ya Umoja wa Vijana, lakini kubwa imekwenda kuongeza hamasa katika mitaa yetu, kwa sababu moja ya kazi ya wenyeviti ni kuhamasisha wananchi katika kushiriki shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Kwa jukumu la mwananchi kuhakikisha anaboresha taarifa zake katika daftari la mpiga kura ni moja ya kazi yetu sisi kama wenyeviti wa mitaa. Lakini sambamba na hilo, kama ilivyoelezwa na waandaaji wa mashindano haya yamegusa katika mitaa yetu, na sisi vijana wetu watatoka katika mitaa yetu kuja kushiriki mashindano haya. Sisi kama wenyeviti tutaendelea kuwaunga mkono Jumuiya ya Umoja wa Vijana ngazi ya kata, lakini pia kuhakikisha katika mitaa yetu tunaendelea kutoa hamasa na kuwaunga mkono timu ambazo zinazotoka katika mitaa yetu kuelekea katika mashindano haya. Licha ya wao kama kushiriki, sisi kama viongozi wa kiserikali, lakini tunaotokana na chama chetu cha siasa, kinakwenda pia kuongeza ushindani baina ya mtaa na mtaa, ili kuona mtaa ambao unakwenda kuwa bingwa wa mashindano haya, na itakuwa ni fursa kwetu sisi kama viongozi kujiongezea credit ama CV kutoka katika hatua moja ama nyingine. Mwana Buguruni, mashindano haya ambayo yameandaliwa na Umoja wa Vijana tumeyapokea vizuri, na pia yanatuhamasisha kuwa pamoja na kuweza muda utakapofika wa daftari kujiandikisha. Sawa, unadhani nyinyi kama mashabiki burudani hii itakwenda kuongeza nini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Itaongeza kwa sababu muda kama huu watu walikuwa wamechoka, wanalala, wanapumzika, lakini sasa hivi tushajua tukitoka saa 10 tunakuja hapa tunatazama mpira, tukitoka tunaenda kufuturu. Waandaaji walizungumza hapa kwamba tukiachana na malingoti yaliokuwa, lengo lingine kwamba kama kuna watu wako upinzani, kadi za kidigitali hapa pia zipo live.
Wewe shabiki kwanza ni CCM? Mimi mwana CCM na pia kiongozi ndani ya chama. Wakati nafanyika au mashabiki wengine ambao sio CCM unawaambiaje? Naambia watizame na wasiliane na umoja wa vijana, kwa sababu watu wa kusajili pia wapo ndani ya umoja wa vijana. Wito wako ni upi kwa waandaaji wengine mashindano mbalimbali? Kwa mfano huu wafanyaje? Wafanye kama hivi, unaandaa vijana, unawezesha kivifaa, wanakuja wanacheza, wanaamini Chama cha Mapinduzi kinawasimamia, na Mama Samia hatujakosea kumpa mitano tena. Kwa mwisho kabisa, mshindi anapata ng'ombe. Sijajua kwanza wewe shabiki wa timu gani? Mimi bwana, katika hizo timu 8 zinazocheza mimi sio mshabiki wa timu yoyote. Lakini yule ng'ombe, timu itakayoshinda wafanye sherehe gani? Timu itakayoshinda nitakuwa pamoja kwenye kumla yule ng'ombe. Kwa sababu itakuwa karibu na Idi, wamweke hadi siku ya Idi.